Karibu mpenzi mtazamaji wa Ulinzi Channel. Hii ni ziara ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, na hapa anatembelea kikosi cha 837 Chita JKT kilichopo mkoani Morogoro. Ziara hii yenye lengo la kutembelea na kuona mradi wa skimu ya umwagiliaji wa zao la mpunga. Awali kabisa, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Kwandikwa anapata ripoti ya mwendelezo wa mradi huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na CNS, naomba nitambue uwepo wa wakurugenzi najua kutoka wizarani, lakini pia kuna maafisa wengine ambao wanatokea JKT ambao wameambatana na mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo naomba nitambue uwepo wao. Nitambue pia uwepo wa maafisa wakuu wote walioko katika ukumbi huu, maafisa wateule, senior NCOs, junior NCOs, askari, vijana na watumishi wa umma pamoja na wageni waalikwa. Baada ya utambulisho huo, Mheshimiwa Waziri, naomba sasa ni mkaribishe mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa ili aweze kutoa neno la ukaribisho kwako, alafu tuweze kuendelea na ratiba kama ilivyoratibiwa. Karibu sana pande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, mbunge, mkuu wa tawi la utawala makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa Kanali Hassan Mabena, kamanda wa kikosi cha 837 Chita, mkurugenzi wa ukuzaji wa viumbe maji kutoka Wizara ya Mifugo, sekta ya uvuvi Dr. Nazael Madara, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kilombero, viongozi wa serikali mliopo hapa, Operation Commander wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji Kanali Rashid Kanore, mkurugenzi wa kilimo, mifugo na uvuvi ambaye pia ni katibu wa kamati ya kilimo mkakati, mifugo na uvuvi ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa Kanali Peter Rushika, kaimu mkurugenzi wa fedha Jeshi la Kujenga Taifa Acting Lieutenant Colonel Evelyn Kibisa, kaimu mkuu wa habari Jeshi la Kujenga Taifa Captain Janet Mkamba, wajumbe wa kilimo mkakati Jeshi la Kujenga Taifa, maafisa wakuu mlioko hapa, maafisa wadogo, Mr. Raisio, senior NCO, junior NCO, askari, vijana na watumishi wa umma, wanahabari pamoja na wageni waalikwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, naomba nichukue nafasi hii tena. Najua umeshakaribishwa na mkuu wa kikosi, lakini nikukaribishe tena katika kikosi cha 837 Chita. Kikosi hiki ni miongoni mwa vikosi vyako ambavyo viko ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, miongoni mwa vikosi 25 ambavyo tunavyo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa, na hicho ni kikosi kimoja wapo ambacho majukumu yake ya msingi ni kikosi kinapokea vijana ambao tayari wameshapata mafunzo ya awali kwa ajili ya kuja kupata stadi za kazi pamoja na kuendelea kupata mafunzo zaidi ya ulinzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, naomba nikukaribishe katika kikosi hiki. Sitakuwa na mengi ya kuongea zaidi ya kukukaribisha, lakini kwa sababu hapa tuna shughuli muhimu inayofanyika katika kikosi hiki ambacho ni kwa ajili ya umwagiliaji, naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya kilimo mkakati wa Jeshi la Kujenga Taifa Kanali Hassan Mabena aje atoe taarifa fupi juu ya kinachofanyika hapa Chita. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, naomba
moja kwa moja niende kutoa taarifa fupi ya maendeleo ya ujenzi wa skimu ya umwagiliaji katika kikosi cha 837 Chita. Kabla sijaenda kutoa taarifa hiyo, ni vizuri nikaelezea tu kwa kifupi malengo au majukumu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Sisi sote ni mashahidi, tunafahamu kwamba Jeshi la Kujenga Taifa majukumu yake ya msingi ni malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na ulinzi. Kwa upande wa malezi ya vijana, tuna vijana wa aina mbili, wako vijana wa mujibu wa sheria, lakini wako vijana wa kujitolea. Na hadi sasa tunapozungumza, mafunzo ya mujibu wa sheria yanaendelea katika vikosi mbalimbali vya kimafunzo vya Jeshi la Kujenga Taifa, na sasa wako juma la pili sasa katika mafunzo haya. Na wale vijana wa kujitolea ambao bado wanaendelea na mkataba wao wapo katika vikosi mbalimbali, ikiwa kimojawapo 837, na kuna kundi ambalo na lenyewe litaanza mafunzo yao hivi karibuni, wako katika hatua za mwisho za kupimwa afya pamoja na kuhakiki vyeti. Baada ya zoezi hilo, ile operation ambayo imepatiwa jina la Samia Suluhu, ambayo ndio itaanza mafunzo yake hivi karibuni ya hao vijana wa kujitolea. Sasa kwa upande wa 837 kuna vijana wa kujitolea wako hapa ambao wanaendelea au wanashirikishwa moja kwa moja katika shughuli hizi za uzalishaji mali. Wapo vijana ambao ni mafundi, lakini wapo wengine ambao wamefundishwa katika shughuli mbalimbali za ujenzi, lakini wengine wapo katika upande wa kilimo. Kwa hiyo wanaendelea katika kupata stadi za kazi na maisha. Na hilo linafanyika katika vikosi vingine vyote vya JKT kulingana na jiografia na kulingana na shughuli zinazofanyika katika maeneo hayo. Kwa upande wa uzalishaji mali, JKT linaendelea kufanya hivyo pia likishirikiana na SUMA JKT. Sote tunafahamu kwamba shirika la SUMA lilianzishwa mahususi kwa ajili ya kufanya biashara, lakini pia vile vile kufanya uzalishaji na kuweza kutoa sapoti kwa upande wa shughuli za malezi ya vijana. Na shughuli za ulinzi tunafanya kwa kufuata maelekezo ya kutoka Jeshi Mama kule Ngome. Sasa baada ya kutoa maelezo mafupi hayo, naomba niende moja kwa moja katika shughuli zinazofanyika hapa katika kikosi cha 837. Kwa ujumla, shughuli ambazo zinafanyika hapa zimegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ambao unaendelea kujengwa. Eneo la pili ni ujenzi wa shamba la ufugaji wa samaki. Skimu hii ni aina yake, wale madesigner walio design na kwa ushauri ambao tumekuwa tukiupata kutoka katika taasisi na asasi nyingine za serikali, ikiwemo Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na wadau wengine kama nilivyowataja tayari. Baada ya kufanya survey, ilionekana kwamba tusijikite katika eneo moja tu la kilimo cha mpunga. Ikaonekana kumbe hapa shughuli au activity nyingi zinaweza kufanyika, ikiwa ni pamoja na ufugaji wa samaki. Kwa hiyo naenda kuelezea katika ufugaji wa samaki tumefikia katika hatua gani. Lakini sambamba na hilo, eneo hili tukaona ni vyema kuongeza sasa thamani ya lile zao la mpunga litakalozalishwa kwa kuweka eneo la kiwanda. Kwa hiyo kuna eneo lenye ukubwa wa eka 10 ambalo limeandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda, lakini tulianza na ujenzi wa ghala kubwa. Kwa hiyo nalienda kwenda kulitolea taarifa. Kwa hiyo hilo ni eneo la tatu ambalo nitalizungumzia. Nikianza na skimu ya umwagiliaji, ujenzi huo ulianza rasmi mwezi Julai mwaka 2020, na ujenzi huo ulianza baada ya Jeshi la Kujenga Taifa kule makao makuu kuja na wazo la kuongeza uzalishaji ili kupata chakula cha kutosha na kuweza kufikia lengo la kulisha vijana wote wanaohudhuria mafunzo, wale wa mujibu wa sheria na wale wa kujitolea, kwa katika zao la mpunga, mahindi, maharage, alizeti pamoja na mazao mengine ya bustanini. Sasa ili kuongeza uzalishaji huo
uliandaliwa mpango maalum, na ndani ya mpango huo iliundwa kamati, na hiyo kamati mimi niliteuliwa kwa mwenyekiti pamoja na wajumbe ambao nimetoka kuwasema. Kwa hiyo baada ya hapo ile kamati iliandaa andiko ambalo lilielezea mpango wa dharura, lakini pia likaelezea mpango wa miaka mitano ambao utakwenda mpaka mwaka 2024-2025, ambao mpango ule kwa kuufuata basi Jeshi la Kujenga Taifa litakuwa na chakula cha kutosha, ambapo litaipunguzia serikali mzigo mkubwa sana wa kuweza kuhudumia vijana hasa katika upande wa chakula. Lakini sambamba na hilo, tunajua serikali yetu iko katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na chakula salama kwa taifa. Sasa JKT tukiwa tuna maeneo makubwa, tukiwa tuna watu, basi kwa kushirikiana na hizo taasisi nyingine na wizara nyingine zenye dhamana ya kilimo pamoja na mifugo na uvuvi, basi tuhakikishe kwamba tunaimarisha kwenye maeneo hayo ili kuweza kupata chakula kingi ambacho kitatumika kwa Watanzania, lakini ziada ile inaweza ikauzwa nje kwa ajili ya kuongezea kipato taifa letu. Kwa hiyo baada ya kukaa na kuratibu mambo yote hayo, tukasema tuanze kwa kutumia vyanzo vya ndani vya Jeshi la Kujenga Taifa, ikiwa ni pamoja na vikosi vyetu, lakini pamoja na shirika la uzalishaji mali la SUMA JKT, ambapo kwa upande wa kikosi cha 837 ndio ilifanyika survey. Baada ya kufanyika survey, ikaonekana kwamba eneo ambalo linafaa kwa umwagiliaji ni ekari 12,000. Mheshimiwa Waziri, hapa nyuma ya kikosi au nyuma hata ya ukumbi tulokaa kuna safu za milima ambapo kuna maji yanatiririka mwaka mzima, na bahati nzuri kikosi chetu kuna mito mikubwa mitatu ambayo inatiririsha maji wakati wote. Sasa baada ya kufanyika survey, ikaonekana kwamba yale maji ni mengi ambayo yatatosheleza kwa shughuli za umwagiliaji, lakini pia vile vile haitaathiri watumiaji wengine wa mito hiyo, kwa sababu mito hiyo inakwenda kukutana na mto Kihanzi. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ikiboreshwa miundombinu, si tu italeta manufaa kwa Jeshi la Kujenga Taifa, bali pia italeta manufaa kwa wakulima wengine wadogo wadogo wanaozunguka eneo la kikosi. Kwa hiyo baada ya kufanyika hiyo design, ule ujenzi ulianza Julai 2020 kama nilivyosema, ambapo mradi huu unajengwa kwa kutumia wataalamu wa ndani. Na hapa tu Mheshimiwa Waziri niseme kwamba kwa Tanzania ni skimu ya kwanza ambayo imejengwa na wazawa wenyewe. Kwa hiyo wanatumika wataalamu wa ndani wa kutoka Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na wale wa kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Tunao wahandisi kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Kwa hiyo wameshirikiana na JKT na mpaka sasa wanaendelea na ujenzi huo. Mpaka sasa umeshafikia 50.5%. Na baada ya kufanya tathmini, gharama za ujenzi huo zilikuwa zinakadiriwa kufikia bilioni 13.1, lakini mpaka sasa zimeshatumika bilioni 4.9, na hizi gharama zimepungua sana kwa sababu nguvu kazi iliyokuwa JKT, mitambo pamoja na magari ndiyo hayo ambayo yamekuwa yakitumika katika ujenzi wa miundombinu hiyo. Sasa nikitoa tu kidogo maelezo, kwa sababu kuna watu wengine hawajui tunaposema skimu ya umwagiliaji ikoje, ni kwamba kupitia hiyo mito mitatu ambayo inatiririsha maji, ni kwamba kulingana na design ile mito ilijengewa mabanio, au kwa lugha ya kitaalamu anasema intake. Yale mabanio kazi yake ni kuweza kuyapokea yale maji, kwa sababu yanapotoka kule juu yanakuja kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo ile ni kama point ya kuyakontrol yale maji, kuyapokea na kuweza sasa kuchukua kile kiasi ambacho kinahitajika kwenda mashambani. Kwa hiyo kuna design ilifanyika pale na ni utaalamu mkubwa sana, na mimi nilitumia nafasi hii kuwapongeza wenzetu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, kwa sababu pale ni mahesabu makali yalitumika kuweza kutengeneza hayo mabanio, na hayo mabanio yamekamilika kwa 100%. Hayo mabanio sasa yanakuwa na mitaro mama, ambayo sasa mitaro mama ile
inatoa maji kutoka kwenye yale mabanio na kuelekea sasa kwenye eneo la mashamba. Lakini hii mitaro mama kazi yake ni kupeleka maji mpaka mashambani, lakini kuna mitaro mingine misaidizi au tunasema main canal, ambayo hiyo sasa inaingiza maji moja kwa moja mashambani. Alafu kuna mitaro midogo kwa ajili ya kutolea maji ambayo hayahitajiki na kuyachannel kwenye mikondo ambayo pia na yenyewe imeandaliwa katika hiyo skimu ya umwagiliaji. Mheshimiwa Waziri, tu katika kutembelea ile miradi haya nayo yasema utayaona, na bahati nzuri wataalamu watakuwa pale, kwa hiyo watatoa maelezo zaidi na nadhani utapata picha nzuri zaidi tofauti na mimi ninavyoelezea. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka sasa ile mitaro bado inaendelea kujengwa, mitaro mama na zile main canal pamoja na secondary canal pamoja na ile mitaro mingine ya kutoa maji ambayo hayahitajiki. Lakini sambamba na ujenzi wa mitaro hiyo, hilo shamba lilikuwa haliingiliki kwa kabla ya kuanza hii skimu. Ni kwamba eneo ambalo lilikuwa linalimwa ni baada ya kuvuka reli tu, kule mbele ilikuwa ni ngumu kuweza kuingia. Kwa hiyo yamechongwa mabarabara. Kwa hiyo sasa hivi kunapitika, na hata katika kuzungukia kukagua tutatumia barabara hizo ambazo zinaendelea kujengwa kwa ajili ya kuweza kulifikia shamba. Na barabara hizo zinajengwa mahususi ili kurahisisha kilimo, lakini pia vile kupitisha mitambo kama matrekta na kuweza kufikisha pembejeo ambazo zinahitajika kwa ajili ya kilimo cha mpunga. Kwa hiyo barabara na zenyewe zinaendelea na zenyewe ziko katika hatua nzuri. Kwa ujumla barabara zile zimeshakamilika zaidi ya 60%. Sambamba na ujenzi wa barabara hizo, lakini pia vile kuna swala la kusawazisha shamba, kwa sababu kutengeneza miundombinu ni swala moja, lakini kufanyia leveling yale mashamba ni swala jingine, ili kusudi sasa maji yaweze kuingia kama inavyohitajika. Kwa hiyo zoezi ambalo liko sasa ni kuendelea kufanya leveling, na inafanyika leveling hiyo ili kuweza kurahisisha swala zima la kilimo. Na Mheshimiwa Waziri, katika msimu huu wa kiangazi tutaanza kufanya majaribio ya kulima, japo hiyo skimu iko zaidi ya 50%, lakini tutaanza kufanya majaribio kwa kulima ekari 300. Na ekari 300 hizo tutalima mbegu. Nitakapofika kwenye kuelezea shughuli za kilimo cha mpunga, nitatoa taarifa inayohusiana na maandalizi ya shamba hilo. Kwa hiyo kwenye upande wa skimu ya umwagiliaji hayo ndio maelezo, lakini tukipita tutajionea na tutapata picha halisi yenyewe jinsi ilivyo. Na katika upande wa maendeleo ya kilimo cha shamba la mpunga, kikosi hiki katika msimu wa mwaka 2020-2021 kikosi kililima jumla ya ekari 2700. Walipewa malengo ya kulima ekari 2500, lakini kikosi chenyewe kilijiongeza kikaenda zaidi kikalima ekari 2700. Na kilimo kile kilikwenda vizuri, na sasa kikosi kipo katika hatua ya uvunaji. Na mpaka tarehe ya jana jumla ya ekari 635.8 zilikuwa zimeshavunwa, na magunia ambayo yamepakiwa mpaka sasa yamefikia 6713. Ukiangalia unaona ni wastani wa gunia kati ya 11 mpaka 12 kwa ekari kwa jinsi inavyokwenda. Na hapa tu niseme kwenye kilimo cha safari kidogo kulikuwa kuna changamoto, mvua zilichelewa sana, na hata wakulima wengine ambao ni majirani na sisi wamepata hasara kubwa. Lakini sisi tu ule uthubutu wa kuanza na hii skimu, basi kuna wakati ilitumika initiative ya kuweza kuyachannel yale maji na kuyapeleka kwenye baadhi ya majaruba au vitalu vinavyofikika. Ndio maana tumeweza kwenda na kuweza angalau kupata gunia kati ya 11 mpaka 12 kwa ekari wakati tunavyoendelea na uvunaji. Na kama nilivyosema, katika msimu huu wa 2020-2021, lakini katika msimu wa kiangazi ni kikosi kinaendelea kulima shamba la mpunga la jumla ekari 300, ambapo
tulikubaliana kwamba ekari 300 hizi zilimwe mbegu, na katika moja ya wajumbe ambao tuko nao kwenye kamati yetu, ndugu Barnaba Sita, yeye huyu anatokea TARI Dakawa, yeye ni mtafiti wa mbegu, na kwa kweli amekuwa msaada mkubwa. Na hapa kikosini ninapozungumza, pamoja na maandalizi ya hizi ekari 300 katika msimu wa kiangazi, lakini katika msimu wa masika kikosi kimeweza kulima jumla ekari 128, ambapo katika maeneo ambayo umepangiwa kuzunguka pia utapitia kwenda kuliona hilo shamba. Tuliweza kupewa mbegu za msingi, basic seeds, ambazo zile zitatumika sasa kuzalisha specified, ambazo ndio zinatumika kwa wakulima wote hapa nchini. Kwa hiyo kupitia mtaalamu huyo na kupitia wataalamu waliopo kikosini wameweza kulima hizo, na tayari wameshakuja kukagua shamba na wamekubaliana. Tukienda kule shambani utapata maelezo zaidi juu ya lile shamba na maendeleo yake. Kwa hiyo tukaona tuongeze na hizo ekari 300, hivyo katika msimu wa 2021 jumla ekari 428 za mbegu zitakuwa zimeweza kulimwa. Na faida sasa ya mashamba haya ni kwamba tutapata mbegu ambazo zitatosheleza kwa ajili ya msimu wa kilimo cha masika unaokuja wa mwaka 21-22, lakini pia vile katika msimu wa kiangazi wa mwaka huo wa 21-22. Lakini pia itakuwa ni msaada mkubwa kwa wakulima ambao wanatuzunguka, kwani watanufaika na mashamba haya ambayo yanalimwa katika kikosi hiki. Na mpaka sasa katika zile ekari 300 jumla ekari 65 zimekwisha andaliwa, na zoezi la kuendelea kuandaa linafanyika, na vile vitalu kwa ajili ya miche ya kupandikizwa tayari vimeshaandaliwa. Tutakapozunguka utaona. Tukiachilia mbali upande wa kilimo, lakini pia tuna ujenzi wa ghala. Kama nilivyosema kwamba kule tunakoelekea kufika 24-25 uzalishaji utaongezeka na utakuwa mkubwa, kwa sababu lengo ni kwenda kulima ekari 12,000. Na labda tu niseme kwamba hii miundombinu inaandaliwa kwa ajili ya kuhudumu ekari 12,000 na sio 2,500. Kwa hiyo hata haya mabanio ambayo yamejengwa kwenye hii mito yote mitatu wameyadesign kwa ajili ya kumwagilia ekari 12,000. Lakini kulingana na uwezo wa ndani tuliokuwa nao Jeshi la Kujenga Taifa, ndio tumeanza na ekari 2,500 pekee. Lakini kwa kadri uwezeshwaji utakapokuwepo, basi ile miundombinu itaendelea kujengwa bila kuja kuboresha au kuongeza tena kwenye mabanio. Mabanio yalishatosheleza ekari zote 12,000. Kwa hiyo eneo la kiwanda ambalo nimesema la ekari 10 ambalo limeandaliwa, ujenzi wa ghala umeanza. Baada ya kupata taarifa ya mwenendo mzima wa utekelezaji wa skimu hiyo ya umwagiliaji, Mheshimiwa Waziri Kwandikwa alitembelea eneo la mradi na ndipo alipata wasaa wa kuhutubia. Na mimi nianze kwa kuwasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Ndugu mkuu wa JKT, Brigadier General Mabere, kaimu
mkuu wa tawi la utawala makao makuu Kanali Mabena, kamanda wa kikosi chetu cha 837 Luteni Kanali Batazar. Natambua uwepo wa mkurugenzi ukuzaji wa viumbe maji kutoka Wizara ya Mifugo Dr. Nazareth Madara. Natambua pia uwepo wa wenzetu kamati ya ulinzi na usalama. Karibuni sana. Lakini natambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa serikali, Operation Commander wa ujenzi Kanali Kinole. Asante. Nitambue pia mkurugenzi wa kilimo na mifugo uvuvi Kanali Peter Lushiko. Tunaye pia kanali kaimu mkuu wa fedha kutoka makao makuu Lieutenant Kanali Evelyn Kibisa. Kaimu mkurugenzi wa habari Captain Janet Mkamba. Asante. Wajumbe wa kamati yetu ya kilimo mkakati, mifugo na uvuvi, maafisa wakuu wote mliopo, kuna maafisa natambua piopo wa RSM. Nikuona hapa unaweka mguu kwa standard kabisa ya RSM. Asante sana. Maafisa wateule wote mliopo, senior NCOs, junior NCOs, askari wote kwa ujumla, vijana, watumishi wa umma na ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, mimi nitakuwa na machache tu. Kubwa nianze kutoa shukrani zangu za dhati. Niwashukuru sana kwa mapokezi mazuri ambayo mmenifanyia. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini nianze kwa kumshukuru pia Mungu kwamba ametuwezesha tumeweza kufika. Lakini sisahau pia kumpongeza Brigadier General Mabele kwa kuteuliwa kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa. Mimi nakupongeza sana. Lakini kushukuru pia kwa kuwa kwenye msafara wangu, kwa sababu najua mambo ni mengi, tunatawanyika, lakini leo kasema tuwe wote. Kwa hiyo ninakushukuru sana. Ilikuwa niseme tu kwamba tangu nimekuwepo kwenye wizara hii nimefanya ziara nyingi, lakini baada ya kuwa nimetembelea makao makuu muda mrefu umepita, mimi kwenye ziara maalum kwenda kuona maendeleo kwenye vikosi vyetu vya JKT kati ya vikosi 25, hii imekuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo nilikuwa nimefanya kama upendeleo kwamba nianze na Chita. Hata nikisema Chita oye, nasema oye. Nasema hivyo kwa sababu nilifanya haraka kujifunza vitu ambavyo vinaendelea kwenye vikosi vyetu. Yapo mambo mengi yanaendelea maeneo mbalimbali. Lakini katika maeneo ambao tunafikiria pia kwamba tuweke msukumo mkubwa na kutoa kipaumbele na kwa shughuli kwa kweli ambazo tumeziona, ni pamoja na hapa Chita. Mlinivutia kwa sababu kwa kazi ambazo zimekuwa zikiendelea, ambazo zinaendelea, ni kazi nzuri, na kila muungwana lazima afurahi na atamani kuja kuona kwa macho. Lakini sio kuona tu kwa lengo hilo la kuona kwamba tunaenda kuweka msukumo mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba shughuli mbalimbali ambazo tumejipangia maeneo haya zinaenda kukamilika na tukuweza kuanzisha pia mipango mingine ya kufanya mazuri zaidi. Kwa hiyo nimepata faraja kubwa sana kwamba kama kikosi changu cha kwanza cha JKT nimetembelea hapa. Faraja yangu kubwa kwamba yale niliyojionea yamenitia moyo na kunipa hamasa kwamba kama ingekuwa maajabu yatokee,
niweze kutembelea vikosi vyote ambavyo vipo na shughuli mbalimbali zinaendelea. Ni hapa Chita, lakini pia kwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwa muda mfupi, kwa kipindi ambapo Mheshimiwa Rais amekuwa kwenye usukani, wenzangu wote mtakuwa mashahidi kwamba miradi yetu inaenda vizuri, kwa sababu tunapata moyo, tunapata msukumo, tunapata fedha na rasilimali zingine. Na mimi ahadi yangu kwake ni kwamba maeneo yote kwa mipango yetu ambayo ipo tutaendelea kuisimamia vizuri na kuona kama wizara tunatoa support kubwa kuhakikisha mipango yote ambayo tumejipangia inafanya vizuri na tunakuwa na miradi ambayo pia inakuwa ni ya mfano wa kuigwa kabisa. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwa vile nimesimama hapa, nimshukuru pia kwa kunipa nafasi na mimi kuwa sehemu yenu. Mheshimiwa Rais alioniteua kuwa kwenye wizara hii, kwangu mimi niliona ninao nafasi sasa nzuri pia ya kuendelea kutumika na nyinyi, kwa sababu mimi ni daraja tu. Jukumu langu kubwa mimi ni kuhakikisha kwamba yale mahitaji ambayo yanahitajika kuwepo kwenye vikosi vyetu yanakuwepo ili kuwawezesha kutekeleza jukumu lenu vizuri. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini, kunipa taasisi hii tuendelee kuchapa kazi pamoja. Na mimi sitamwangusha, nitahakikisha kwamba usiku na mchana ninatumika kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi na zaidi katika maeneo yetu yote. Mniruhusu niwashukuru viongozi wetu wa jeshi. Shukuru Jenerali Mabeo, CDF wetu, lakini na safu nzima. Kwa sababu ninaona kabisa namna ambavyo wanajipanga kusimamia mambo. Sina mashaka yale yote ambayo tuko nayo mbele yetu tutafanya vizuri, kwa sababu tunafanya kazi kama timu moja. Na mimi naona kabisa uongozi mzima wa jeshi letu uko vizuri na uongozi wetu wa JKT uko vizuri. Mambo yanazidi kwenda vizuri. Hata nyinyi pia wapiganaji mko vizuri. Uongo. Wako vizuri, kwa sababu hata burudani mlioliangusha hapa kwa muda mfupi kwa sababu ya muda tu. Sio mchezo. Hongereni sana. Lakini pia kupitia nyimbo zote ambazo tumeimba nyimbo za wimbo wetu wa jeshi, tumeimba pia wimbo wa vijana. Ukiusikiza tu nyimbo ilikuwa inatosha kabisa tuwasikize afu tuondoke, kwa sababu ujumbe ambao tunaopata kupitia nyimbo ambazo umezimwaga hapa inatosha kabisa, kwa sababu kama ni swala la uzalendo umelizungumza hapa. Swala la kutekeleza kilimo mkakati nimezungumza hapa. Sasa mimi nasema nini sasa zaidi ya kuwashukuru? Sasa nilikuwa natamani kuhudhuria mafunzo siku moja ya kucheza ile dance pale. Kama ningepata nafasi ya kujifunza, hakika na mimi ningekuwa sehemu ya watu walio mstari wa mbele hapa kucheza hapa, kuwaburudisha na wengine ambao wako hapa. Lakini wale wengine mkate mwingine nitapata nafasi ya kuwa pamoja, kwa sababu ukiwa kijana lazima ulingie ujana wako. Uongo jamani? Kama nimeona hapa wale wachache mmetoka kucheza hapa, lakini wengine walikuwa natamani kuingia katikati kucheza hapa. Kama rais mwangewaruhusu, sio mchezo hapa, pasinge bakia nyasi hapa. Si ndio? Mlikuwa mnacheza kimoyo. Hongereni sana, maana tumecheza pamoja. Lakini sasa sisi kilitupeka kipimo kuwaleta wachezaji, maana nilikuwa naangalia hapa wachezaji wote waliotoka hapa ni wale ambao wana kipimo kimoja tu. Napima kwa mizani ili uweze kuingia kwenye kipindi cha kucheza, si ndio? Lakini ni umaridadi mkubwa. Kwa hiyo niwashukuru sana na walimu wetu wanatufunza kucheza, kwa sababu mmeonyesha kabisa kwamba mko comfortable kabisa, si ndio? Ndio maana nimegundua wako vijana wengi sana wanatamani waje JKT. Wengi. Yaani mimi wananipigia simu mpaka nashindwa kuelewa. Na mimi nataka niende JKT. Tutaendelea kujipanga ili tuchukue vijana wengi zaidi. Sababu ninaamini kabisa kwa mnavyosheheni mambo mbalimbali hapa, ninao hakika kwamba hata mmoja akipata nafasi ya kuwa na wiki moja kule nyumbani ataenda kuwa mwalimu na balozi wetu, si ndio jamani? Kwa sababu tukiwa vijana lazima tuliingie nchi yetu, lakini lazima tuliingie kwamba tuna nguvu za kutosha, fikira zetu tunazo nzuri, uzalendo wetu ni hali ya juu, inatutia moyo kweli tunavyoona mkiwa namna hii. Kwa hiyo mimi niwaombe tu muendelee na moyo huo, si ndio jamani? Endeleeni na moyo huo, moyo wa kuchapa kazi, kujituma. Naona tukipata nafasi tunacheza, tunapatishana mawazo
inakuwa ni nzuri zaidi. Ninawashukuruni sana. Lakini niwashukuru pia wenzetu kutoka taasisi na wizara mbalimbali. Tumekuwa na hapa na wenzetu wa mifugo na uvuvi. Tunaendelea kubadilishana mawazo. Na mimi kwa muda mfupi tu wa leo nimejifunza vitu vingi sana. Na nimeongeza kwa kweli wigo wa kuona kwamba kumbe na mahala ambapo nikipata nafasi tutaendelea kubadilishana mawazo kwa kuhakikisha kwamba ule utaalamu uliokuwa nao tunaueneza maeneo mbalimbali. Mimi nawashukuru sana, lakini na wenzetu wale wa kutoka Wizara ya Kilimo nimeona wako hapa, wale wataalamu ambao tutashirikiana nao kuzalisha mbegu. Lakini na kwenye vituo vyao kule niliwahi kupita nikawa nachungulia, wanafanya mambo mazuri sana. Lakini niwashukuru pia viongozi mbalimbali, viongozi wa wilaya yetu hapa. Ninazo taarifa kwamba ushirikiano wetu na kikosi chetu huko vizuri na ni kiungo kizuri kupitia uongozi wa wilaya. Imetufanya pia sisi tuwe na mawasiliano mazuri na wananchi wetu na majirani zetu hapa. Na mimi naamini kabisa kupitia uongozi wa wilaya na namna ambavyo tumejipanga na namna ambavyo tunaenda, wanufaika wakubwa sana watakuwa majirani zetu kwenye kambi hii. Kwa yale ambayo tunaenda kuyafanya, kwa elimu ambayo wanaweza kuiona wakajifunza kwa kuona kwa macho, na kwa umahiri wenu tuendelee kuwa na mawasiliano tu kwa manufaa mapana ya taifa letu. Lakini niwahakikishie tu wananchi wa maeneo haya majirani kwamba wataenda kupata manufaa makubwa sana kwenye miradi yetu ambayo tunaenda kuianzisha. Kwa hiyo kwa wananchi wote ni majirani tunawashukuru sana. Sio hapa tu, na maeneo mbalimbali ambao tuna vikosi vyetu, wananchi wamekuwa wa muhimu sana kwetu, wadau wa kwanza kabisa kwa majirani zetu, ili kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuona kwamba shughuli zetu zinaenda barabara. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini na nyinyi waandishi niwashukuru. Ninawashukuru waandishi pia kwa kutoa habari. Sababu hata wakati mwingine nimeona vipindi mkivirusha vya shughuli zetu, na mimi vikaendelea kunipa hamasa kubwa sana ya kuweza kutembea na kuona, kwa lengo hilo la kuona kwamba tunajipanga vizuri kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana, wafikisheni habari tu wa Tanzania kwa ujumla kwamba sisi tumejipanga ili kuona shughuli zetu ambazo tunazifanya wanufaika wakubwa wa kwanza ni wananchi wenyewe. Kwamba miradi yetu maeneo mbalimbali tunakuja na miradi ya kisasa ambayo inatumia weledi wa hali ya juu. Tuna matumaini kwamba kwa wananchi maeneo kama ya kwetu haya itawapa fursa pia ya kuja kujifunza. Na sisi tuendelea kuhabarisha kwa vitendo. Sababu wakifika wakaona kwamba tunaweza kuzalisha mpunga magunia hayo mengi kwa eka moja, itawapa nafasi wananchi kusema kwa nini na sisi tusiende tukaiga. Kwa hiyo tunaamini kabisa kupitia nafasi hii tuliokuwa nayo ya kuwa na miradi hii mizuri, pia wananchi watapata nafasi ya kujifunza. Na mimi nitoe wito tu kwa Tanzania kwa ujumla, maeneo yote tunayo miradi mizuri sana ambayo tunaiendesha kwa weledi wa hali ya juu. Niombe wananchi wapate fursa ya kwenda kuona kwa macho, ili katika maeneo yao pia wajifunze baadhi ya mambo kuweza kuyatekeleza kwa weledi wa hali ya juu. Kwa vijana ambao wanapata nafasi ya kuwa kwenye vituo vyetu, ni wito wangu tu ni waombe pale ambapo tutapata nafasi ya kujiunga na familia zetu, yale ambayo tumejifunza kwenye maeneo haya, tumepata mafunzo, tunayo nafasi kubwa sana ya kwenda kuwasaidia wazazi wetu na wananchi na majirani zetu kule ambako tunakotoka. Tunaendelea kujifunza mambo mengi. Hii ni pamoja na kukaa kwa furaha na kushirikiana na wenzetu, kwamba ni sehemu ya mafunzo ambayo tunayapata katika maeneo yetu. Kwa hiyo tuendelee hivyo, kuendelea kutoa mafunzo na kusaidia wazazi wetu maeneo mbalimbali tukienda. Niwaahidi tu mimi kwamba sisi kama serikali tunajaribu kuangalia na kushirikiana na wenzetu, ili sasa tuwe na mifumo ya kuwasaidia vijana, kwamba mnapopata nafasi ya mafunzo, wale ambao watapata bahati ya kuwepo katika maeneo mbalimbali, ili tuone uzoefu wenu na weledi ambao mnaupata kwenye maeneo kama haya na ufanya kwa ufanisi, kwa sababu mnafahamu mnahitaji pia kupata mitaji. Sasa sisi tunajipanga na taasisi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba baada ya kuwa mmemaliza mafunzo haya maeneo mbalimbali, pia tunaenda kuwadaka na kuwawezesha ili tuweze kuwapanga vizuri, kwa sababu mtakuwa mmepata mafunzo mazuri ya uongozi katika maeneo ya uzalishaji, mmepata mafunzo ya kukaa na kushirikiana na wenzetu. Kwa hiyo tunaweza tukapata pia makundi mazuri, au nyinyi mkawa viongozi kwenye makundi mbalimbali ya vijana huko, lakini serikali ikiwadaka na kuwapa mitaji, haya mambo ambayo mnayafanya hapa mnaweza kwenda kuyafanya na mkaweza kuchangia kwenye kipato chenu binafsi, lakini pia kwenye kipato za taifa. Kwa hiyo sisi tumejipanga kama wizara ili kuona kwamba
tunakuja na utaratibu mzuri wa kuwasaidia. Kwa hiyo niwatoe hofu tu kwamba yale mnaojifunza hapa hatutaki tena yapotee mtakapokwenda huko. Lazima pia tuendelee kuwasaidia katika makundi na hata katika mmoja mmoja. Niwapongeze sana kwa namna ambavyo mmepokea zoezi la kilimo mkakati katika maeneo hapa. Kama nilivyoshuhudia mimi mwenyewe, tunaendelea kuwa na mipango ambayo ipo kwenye kilimo chetu mkakati, kilimo cha mpunga hapa. Lakini pia tutakuwa na zoezi la ufugaji. Nimeona kule maandalizi mazuri ya ufugaji wa samaki, lakini nimeona pia upande wa viwanda tunakamilisha ghala kubwa sana, lakini tutakwenda kuwa na kiwanda pia cha kuchakata mazao ya mpunga. Kwa hiyo unaona kabisa mambo mazuri yanakuja. Lakini niwapongeze pia kwa kutumia muda mzuri. Sababu naangalia mradi wetu tuliokuwa nao namna unavyokwenda, ni kwa sababu pia tunaweza kusimamia muda wetu vizuri. Muda ambao tumejipangia kwa ajili ya kuona miradi hii inakamilishwa unaenda vizuri. Unaona? Na mnafanya kazi kwa nidhamu ya hali ya juu. Mko wachache sana, lakini eneo ambalo tunaenda kufanya uzalishaji ni eneo kubwa sana. Kwa hiyo na hilo nitumie nafasi hii niwapongeze sana kwa nidhamu ambayo mnaonyesha. Naamini kabisa watu walio wengi na Watanzania na vijana walio wengi watapitia kujifunza nidhamu na uzalendo kupitia nyinyi hapo. Kwa hiyo endeleeni hivyo kuyadumisha hayo ambayo mnafundishwa hapa, ili tuone yanaleta manufaa makubwa kwa timu kubwa ya vijana ambao ndio wengi na wenye nguvu ya kuweza kuzalisha. Kabla sijamaliza, nitoe tena shukrani zangu zingine kwa huduma mbalimbali ambazo vikosi vyetu vinatoa kwa wananchi. Ninafahamu tunatoa huduma za elimu, kama hapa mnaona tuko na shule hapa. Lakini pia maeneo mbalimbali tunatoa huduma pia za afya. Ukiona sehemu tumetengeneza zahanati au kituo cha afya, 80% ya watu wanaopata huduma pale ni wananchi. Yako maeneo mbalimbali tunazo zahanati, tunazo vituo vya afya, tunazo hospitali za kanda nchi nzima. Kwa hiyo naona huduma ambazo zinatolewa kule zimekuwa na mvuto mkubwa pia kwa wananchi. Wanaamini kabisa ukienda kuhudumia kwenye maeneo yetu wanapata huduma nzuri. Na mimi ni wito wangu tu kuwaomba tuendelee kutoa huduma nzuri kila wakati kama tunavyoendelea kuzitoa sasa hivi. Lakini ziko huduma zingine za maji. Huko mchango mkubwa kwa ujumla wake kwenye uchumi. Ukisema tumekwenda uchumi wa wakati, huwezi kuacha kuwataja vijana wetu maeneo mbalimbali. Kwa sababu mtakubaliana na mimi, tukikaa kwa amani tunapata muda mwingi wa kubuni na kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Yako maeneo tunaweza tukapima mchango wetu kwa uchumi kwa namba, lakini yako maeneo mengine sio rahisi kutaja kwa namba, lakini uwepo wetu maeneo mbalimbali na amani ambayo ipo, mchango wake ni mkubwa sana. Kuona kwamba hali ya uchumi wa nchi yetu unakwenda vizuri. Na nawapongeza pia kwa mahusiano mazuri, kama nilivyosema kwamba tuna mahusiano mazuri na wananchi, lakini tuna mahusiano mazuri pia na wenzetu nchi za jirani na kadhalika. Kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo ili tuweze kuleta matokeo makubwa kwenye mchango wa uchumi wa nchi yetu. Mwisho nimalizie tu kwa kuendelea kuomba vijana mnasikiliza hapa na wengine kokote pale walipo, tuendelee kuchapa kazi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais anasema kazi iendelee. Tuendelee kuchapa kazi. Na sisi kama wizara tutaendelea kushughulikia zile changamoto ambazo zipo, kuhakikisha kwamba tunazipunguza au kuziondoa kabisa, ili kuwawezesha nyinyi muendelee kuchapa kazi na kuleta matokeo makubwa kwenye nchi yetu. Endeleeni kuwa na uzalendo, endeleeni kujituma, endeleeni kutumia muda vizuri, si ndio? Ili tuweze kusonga mbele. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa. Nimeridhika sana na maendeleo ya miradi ambayo nimeiona. Nafahamu muda wenyewe ulikuwa umebana, inaweza ikachukua wiki nzima kutembelea na kukiona kila kitu. Lakini kwa maeneo ambayo nimetembea, naona kabisa mipango yetu inaenda vizuri. Na tutaenda kujivuna kuona mafanikio yanakuwa makubwa. Kwa hiyo zile changamoto ambazo zipo tumeanza kuzishughulikia nyingi, tutaendelea kuzishughulikia kadri zinavyojitokeza, lakini niwaahidi tu kwamba tuko pamoja. Wizara itaendelea
kuhakikisha kwamba JKT maeneo yote tunafanya vizuri zaidi, na wananchi wa Tanzania washuhudie na kuona na kujifunza kutoka kwenye kazi nzuri ambazo zinafanyika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante.